Kama mjuavyo mambo yanavyoendelea nchini Kongo, ama nchi ya kidemokrasia ya Kongo, ama ya watu wa Kongo, na makundi ya waasi ambayo yapo ndani ya Kongo, hasa maeneo ya mashariki mwa Kongo. Tunapozungumzia mashariki mwa Kongo, tunazungumzia Goma. Tukumbuke kwamba hivi karibuni M23 ikiongozwa na Colonel Nangaa waliteka mji wa Goma na pia kwenda kuteka mji wa Kivu Kaskazini. Mji wa Kivu kwa sasa taarifa zinasema kwamba umeshakombolewa na wazalendo wa nchi ya Kongo ambao wanaiunga mkono serikali, na kwamba M23 kwa sasa inapata kipigo cha mbwa koko huko Kivu, na kwamba hawa wazalendo ikumbukwe wanaongozwa na General Yakutumba. Yakutumba ni generali huyu ambaye Rais Felix Tshisekedi amekabidhi wazalendo chini ya Yakutumba, ambaye anafanya kazi kweli kweli kwa ajili ya nchi yake akishirikiana na hawa raia. Ikumbuka hawa wazalendo ni raia wa nchi ya Kongo, sio askari hawa, bali ni raia ambao wameamua kwa pamoja kuipigania nchi yao wakisaidiana na jeshi la Kongo kuhakikisha usalama katika nchi yao. Na taarifa kama nilivyokuambia kwamba M23 kwa sasa waliokuwa wanaikalia Kivu wanasambaratishwa kweli kweli huko Kivu, na Yakutumba anasema kwamba wakimaliza Kivu wanaenda kuikomboa Goma. Ikumbukwe hawa M23 madai yao ya kwanza ilikuwa ni kwamba ni kutetea uzalendo wao katika eneo la Goma. Lakini hiyo Goma baada ya wao kuiteka wakaenda mpaka Kivu, huku wakiahidi kwamba hawataishia Kivu tu, wataenda mpaka Kinshasa kwa lengo la kwamba kwenda kuipindua serikali ya Felix Tshisekedi. Sasa unajiuliza, je, hata Kinshasa pia ni yao ama kuna jambo lingine nyuma ya pazia? Na ndiyo maana sasa raia wa Kongo, baadhi ya raia wa Kongo wameamua kuingia kifront au mbele, wako mstari wa mbele katika kupigania nchi yao, na kwamba wanachukizwa na matendo ya M23 hasa kuua wa Kongomani. Hivyo wameamua kuungana na serikali kupigania nchi yao na kuyafurusha haya makundi yaliyoko Kongo. Lakini wakati huo ielewe kwamba huyu Colonel Nangaa alikuwa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya Kongo na ndiye aliyemtangaza Felix Tshisekedi kwamba ameshinda urais katika nchi hiyo ya Kongo. Lakini baadaye akaondoka akaenda kujiunga katika makundi ya waasi, lakini ndani ya vyama vya siasa vya Kongo, na ndiye sasa anaonekana kama ni mkuu wa hawa waasi wa M23, ingawa tayari pia naye hayuko salama ndani ya M23 kutokana na taarifa zilizopo kwamba ni kama anawageuka wenzake. Hivyo pia ameanza kukosa sasa ufuasi, pamoja kuwa na ushawishi mkubwa sana ndani ya Kongo, anaanza kukosa ufuasi pamoja na wale washirika wake. Ikumbuke kwamba Goma ni eneo ambalo wanaishi Watusi, kwamba watu wengi sana ni Wakongomani wa Kitusi ambao wapo Goma. Hivyo kuna madai kwamba kama hao Watusi ni kama Wanyarwanda, kwamba hao ni Wanyarwanda, sasa hawatakiwi kuwa pale, na ndio maana nchi ya Rwanda inahusishwa sana kwamba inawasupport hao watu wa M23. Lakini tujiulize, kwa nini haya mambo yanaendelea hivyo? Taarifa zilizopo ni kwamba kuna baadhi ya mataifa hayataki Kongo iwe salama, hivyo wanaigawa kupitia makundi mbalimbali ya waasi, kwa sababu ieleweke kwamba kuna misemo kwetu hapa Tanzania kwamba ukiona kuku mweusi yupo kwa mganga wa kienyeji, basi anaponzwa na rangi yake. Ukiona kuku mweupe pia yupo kwa mganga wa kienyeji, ni kwamba ameponzwa na rangi yake, ule weupe wake au na ule weusi wake wa yule kuku, basi ndio uliomponza. Kwa nini nasema hivi? Ukiona machafuko ya namna hii huko Goma,
huko Kivu, huko Kongo kwa ujumla, ujue kwamba Kongo inaponzwa na rangi yake. Ni rangi gani hiyo? Ni utajiri uliopo ndani ya Kongo, utajiri wa madini tofauti tofauti uliopo ndani ya Kongo ndio unaoiponza Kongo. Machafuko yote haya ni kwa sababu ya rasilimali iliyopo Kongo. Na kama unavyokumbuka, nchi nyingi za Afrika zimejaliwa kuwa na rasilimali nyingi za thamani. Hivyo baadhi ya watu wasioyatakia mema mataifa ya Afrika wanaingiza mkono wao pale na kuwagawa wananchi wa nchi hizo na kuleta machafuko makubwa na kuingiza vikundi vingi vya uasi ama vya kigaidi. Zipo nchi kadha wa kadha ambazo zinateswa na rangi yake ama na rasilimali zake, ikiwemo Ghana, Burkina Faso, Kongo yenyewe na nchi kadhaa ambazo zina mafuta, zina rasilimali ambazo Mungu amezipa. Ndizo rasilimali hizo zinayatesa mataifa ya Afrika. M23 kama nilivyokujuza kwamba huko Kongo, hasa maeneo ya Kivu, wamevaliwa njuga na wazalendo, na wazalendo hawa inaonekana kwamba wamepewa silaha nzito kweli kweli na serikali ya Felix Tshisekedi chini ya General Yakubu Yakutumba, kwamba wanawafurumusha M23, ambapo kwamba baada ya kumaliza hapo Kivu au wazalendo wataenda kuikomboa Goma. Na ikumbuke kwamba hivi karibuni nilikueleza jana kwamba Rais Felix Tshisekedi amempatia waziri wake wa sheria kukazia kabisa kutunga sheria ambayo haitawatambua Watusi nchini Kongo kama raia wa Kongo. Sijui itakuwaje hapo baadaye, lakini ni hivyo mambo yanavyoendelea huko Kongo. Karibu kwa maoni yako.